Naam, katika hotuba yake ya hivi majuzi, Rais Samia Suluhu alifichua ya kwamba vijana wa Tanzania wanashawishiwa na kudanganywa na taarifa potofu kuweza kufanya machafuko na kujiunga na maandamano, na hata hivyo baadhi ya viongozi wa shirika wa CCM na wa karibu wa Samia Suluhu walienda mbali zaidi na kufichua ya kwamba vijana wa Tanzania wanalipwa mamilioni ya pesa kuweza kuingia barabarani kuandamana. Askofu maarufu nchini Tanzania, Askofu Benson Bagonza ameweza kumjibu Samia Suluhu Hassan kuhusiana na madai hayo ya vijana kulipwa au kushawishiwa kujiunga na maandamano. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi ambazo ni habari mbaya kwa serikali ya Samia Suluhu na CCM. Mazungumzo ya kitaifa yanayohusu machafuko yanayoongozwa na vijana nchini Tanzania wanaojiita Gen Z wa Tanzania yameongezeka leo baada ya Askofu Mkuu Mchungaji Daktari Benson Bagonza, mkuu wa Dayosisi ya Karagwe, kutoa ujumbe wa uchambuzi wa kina na wa wazi ulioelekezwa kwa serikali na Samia Suluhu, akimjibu rais kwa nguvu madai ya mara kwa mara ya Samia Suluhu Hassan kwamba waandamanaji vijana walikuwa wakiishi nje nchi na pia wengine walikuwa wakishawishiwa na watu binafsi kuweza kuandamana na wengine hata kulipwa. Katika chapisho lake la hivi punde la mtandao wa kijamii, Askofu Bagonza alipinga vikali simulizi hili kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu, akisema kwamba vijana wa Tanzania hawakulazimishwa, hawakutishwa wala hawajalazimishwa au kuhongwa pesa, lakini badala yake vijana hao wameweza kujitolea wenyewe kuingia barabarani kutetea haki, kauli ambayo inakabiliana moja kwa moja na ripoti ambazo awali zilitolewa na Samia Suluhu aliyedai kwamba vijana wanashawishiwa na hasa vijana wengine si wa Tanzania, ni wa kutoka nje ya nchi. Vile vile ujumbe huu wa Bagonza kwa umma leo unatafsiriwa kwa upana kama jibu la uhakika kwa marejeleo ya mara kwa mara ya hotuba za Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine serikalini kuhusu ushawishi wa nje katika uhamasishaji wa maandamano nchini Tanzania. Kwa kudai kwamba ushawishi sio ghiliba ulikuwa nyuma ya vuguvugu la vijana, Bagonza amejiingiza katika dhoruba ya kisiasa, akisisitiza kwamba serikali ya Tanzania Samia Suluhu lazima ifikirie upya ujumbe na mbinu zake, akipendekeza kwamba maneno ama madai yanayotolewa na serikali ya Samia Suluhu kuhusu waandamanaji vijana hayakisi ukweli kamili mashinani au nchini Tanzania. Katika taarifa yake, Askofu Bagonza amesisitiza kuwa naye alishawishiwa kuwashauri viongozi wa kitaifa, akisisitiza kwa ushawishi wenyewe ni ishara kwamba watu wanafikiria kwa makini, si kufanya vitendo vya upofu. Hili lilitumika tena kama jibu kwa ripoti za Samia Suluhu za awali kuhusu waandamanaji wa vijana katika maandamano ambazo zimesisitiza mara kwa mara jukumu la diaspora badala ya malalamiko ya ndani. Kulingana na Bagonza, serikali lazima itambue kina cha kuchanganyikiwa kwa vijana wa Tanzania ikiwa inatarajia kurejesha uaminifu na utulivu. Askofu Bagonza alieleza zaidi kuwa kushiriki maandamano ni haki ya kikatiba na kwamba serikali ya Tanzania inapaswa kuepuka kutumia nguvu kupita kiasi au njia zisizo za kikatiba katika kukandamiza mikusanyiko ya vijana. Kauli hii inasisitiza majibu yake kwa tafsiri ya Samia Suluhu ya maandamano ya vijana na kufafanua kwamba haki si ushawishi kutoka mataifa ya kigeni, haki ndiyo katikati ya machafuko yote. Askofu Bagonza amesema kwamba kuandamana ni haki ya kikatiba na hivyo serikali ya Samia Suluhu haitakiwi kutumia nguvu kuvunja katiba, bali kutumia nguvu, kutumia busara na ushawishi katika kushughulikia na madai ya vijana. Nikimnukuu, alisema tunashawishi vijana waahirishe haki yao ya kikatiba na sio kuwatisha, aliweza kuandika. Ameeleza kuwa kabla ya Oktoba 29 kulitumika vitisho kuzuia maandamano, lakini vitisho hivyo havikuleta matokeo yaliyotarajiwa, akionya kuwa ushauri wa kutumia vitisho haupaswi kuendelezwa kwa kuwa haukusaidia. Aidha, amesema wakati viongozi mbalimbali wa kitaifa wanazunguka kuongea na makundi ya wananchi na kujaribu kuyashawishi, bado baadhi ya lugha za kibabe kutoka kwa polisi na baadhi ya watawala zinaathiri juhudi hizo kwa kuwavunja moyo vijana. Hoja hii
hii ya Askofu Bagonza inakanusha moja kwa moja ripoti za Samia Suluhu kuhusu waandamanaji wa vijana ambao anadai walishawishiwa, ambazo pia zimepuuza jukumu la machafuko ya nyumbani na kusisitiza jukumu la wachochezi kutoka taarifa ambazo zinatoka nchi za kigeni. Mchanganuo wa Askofu Bagonza unamaanisha kuwa migongano ya ndani kwa ndani ya ujumbe wa serikali inazidisha hali hiyo. Kabla ya Oktoba 29, Askofu Bagonza alisema mamlaka zililenga sana kuhubiri wimbo wa amani, huku akikataa kushughulikia madai yanayohusiana na haki, mkakati anaodai kuwa haukufaulu. Uchunguzi huu tena unapingana na utayarishaji wa maandamano ambayo Samia Suluhu alisema ni vijana wameshawishiwa, na pia kutoa jibu la wazi na la msingi zaidi kwamba haki sio maneno tu ya amani, amani ndio ambayo vijana wanadai. Kauli yake inapinga pendekezo la Rais Samia kwamba tatizo linatokana na vijana kusukumwa au kushawishiwa na diaspora au nchi za nje. Nikinukuu maneno yake, aliandika hivi akiongezea: kabla ya Oktoba 29 tulitumia vitisho kuzuia maandamano, vitisho havikusaidia. Mganga aliyetudanganya kuwa vitisho vinafaa yeye ndiyo hafai, tusiendelee kumwamini. Sasa waimbieni wananchi wimbo wa haki japo kuwapa matumaini. Askofu Bagonza aliweza kunukuliwa akisema maneno hayo. Bagonza alieleza zaidi kuwa Tanzania ilisaini hati ya haki za watoto ambayo inawahakikishia vijana haki ya kusikilizwa. Alidai kwamba ahadi hiyo imesababisha familia, shule, taasisi za kidini, polisi na serikali kusitasita kuwakabili au kuwanyamazisha vijana wa Tanzania kwa sababu sasa watoto wanaogopwa kuliko kuongozwa. Maoni haya ya Askofu Bagonza yanahusiana moja kwa moja na simulizi ambazo serikali ya Samia Suluhu imekuwa ikitoa mara kwa mara baada ya maandamano. Pia Askofu Bagonza akionyesha kwa hila kwamba serikali yenyewe ilisaidia kujenga mazingira ya kidemokrasia ambayo wanaharakati wa vijana hautarajiwi tu bali unalindwa. Hitimisho la Askofu Bagonza kwa Samia Suluhu lilionyeshwa kwa usawa. Alishauri serikali ya Samia Suluhu kupunguza nguvu na kuongeza ushawishi, akisema kuwa serikali yoyote inayokiri kuwa imeshawishiwa na watu wachache wanaoishi nje ya nchi inapoteza uaminifu kwa vijana. Taarifa hii ilisomwa na watu wengi kama jibu la moja kwa moja kwa simulizi za serikali ya Samia Suluhu tangu maandamano kwamba ushawishi wa kigeni ndio unaoendesha maandamano Tanzania. Askofu Bagonza alipendekeza badala yake suala hilo liko nyumbani, si nje ya nchi. Kote nchini Tanzania sasa wananchi walifurika kwenye mitandao ya kijamii kwa hisia, wengi wakimsifu matamshi yake Bagonza kwa kutoa kile walichokiona kama jibu la usawa, kijasiri na la lazima kwa ripoti hizi kuhusiana na serikali ya Samia Suluhu kuhusu waandamanaji vijana. Matamshi ya Askofu Bagonza haraka yamekuwa mada kuu ya mjadala wa umma sasa, na watoa maoni wamesema ujumbe wake unafichua pengo kati ya maelezo ya serikali na hali halisi inayohisiwa na vijana kote nchini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa walibainisha kuwa uingiliaji kati wa Askofu Bagonza unabadilisha kwa kiasi kikubwa mazungumzo ya kitaifa. Hadhi yake kama kiongozi wa kidini anayeheshimika inaongeza uzito mkubwa kwa majibu yake kwa mtazamo wa Samia Suluhu. Waangalizi wengi wanaamini maoni yake yanaweza kuishinikiza serikali ya Samia kuangalia upya mkakati wake kutokana na mamlaka ya kimaadili na kijamii yanayohusiana na taasisi za kidini nchini Tanzania. Ni hayo mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti hizi za Bagonza kumjibu Samia Suluhu kuhusiana na maandamano. Like video hii kisha subscribe kisha nijuze maoni yako upande wa comment section. Kumbuka pia kugusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.